wapya basi tunawagawia kazi pia, inabidi wapewe kazi. Kuna baadhi ya vitengo ambavyo vilikuwa tunaviongezea watendaji au havikuwa na watendaji, basi napenda kutaja kwenye idara yetu ya elimu, kwa kuwa shule zimeongezeka na mahitaji ya uongozi makubwa, imebidi tuweke naibu katibu wa elimu. Tunaye katibu wa elimu Padre Agustino Kayombo. Kwa hiyo naibu wake ni Padre Shukrani Chaula. Alafu tulikuwa na mkurugenzi wa liturujia Padre Nuzo James wa shirika la Roho Mtakatifu. Amehamishwa kutoka jimbo letu, ameenda kituo kingine nje ya jimbo letu. Kwa hiyo hiyo idara haina mkurugenzi wake. Kwa hiyo tumeteua mkurugenzi mwingine wa idara ya liturujia, atakuwa Padre Oscar Mwangoka. Mlimwona anazunguka hapa, ndio huyo. Alafu tumegundua kwamba michezo inasaidia sana kuinjilisha, hasa kuinjilisha vijana. Michezo inasaidia sana kuinjilisha. Kwa hiyo na vijana wote wa kike na wa kiume wanapenda michezo, na mapadri tunatumia hiyo mbinu mara kwa mara kuwavuta vijana. Ni kwa ajili ya afya yao. Kwa mkurugenzi Padre Peter Msiani ambaye anaendelea na hiyo kazi akisaidiana na sister huyo hapa, Sister Martha Morugala. Tunamuongeza huko Padre Octavian Muhapa, hasa kwenye kitengo cha miradi kwenye kurugenzi hiyo. Huyo ni padri mpya na amesomea mambo ya habari. Kwa hiyo mtegemea mambo mazuri ya habari. Wazazi wa seminari na mapadre waliomba mshauri, mlezi wao aliyekuwepo na majukumu mengine. Kwa hiyo tumewateulia mlezi mwingine. Kwa hiyo mlezi wao atakuwa Padre Stanislaus Simtoe, mlezi wa wazazi wa seminari na mapadre. Na hapa Igogwe kuna parokia, na paroko wake ana majukumu pia hospitalini kule. Hapa na hospitali, lakini hatukutaja rasmi msaidizi wake. Kwa hiyo wala wawepo wengi watamsaidia kwa sababu kuna mapadri kadhaa, lakini pia atakuwepo msaidizi wa kwanza tuseme, ambaye kwa hospitali hii ya Igogwe na katika parokia ya Igogwe hapa tutaweka msaidizi. Tunategemea atarudi kwa wakati mwaka huu, Padre Timothy Maenge daktari. Kwa kuwa tunategemea anarudi kama daktari bingwa, kumpa uparoko tunahisi inaweza ikawa kazi nzito, ila atakuwa mparoko msaidizi ili mambo yaende vizuri. Lakini wale wengine wakina Padre Cheo nao watakuwa wanakuja, msiseme nyie hamjatajwa. Haya, kule seminari yetu ndogo ambapo ndio kituo cha malezi Kitalu, tunaanzia huko, hatimaye tunakuja kusherehekea upadilisho hapa. Kwa safari ni ndefu, ni miaka zaidi ya 13 14 tangu anaanza seminari, lakini ni muhimu sana kusia mbegu vizuri kule na kuilea vizuri, afu hatimaye unakuja kupata padri mzuri. Basi kila mwaka tunajaribu kuongeza huduma pale. Kwa hiyo kwa sasa ataendelea kuwepo Padre Samuel Nzoa Rector ambaye alikuwepo tangu mwanzo, na Padre Elisha Mdeba ataendelea kuwepo, lakini tunamuongeza padri mlezi wa kiroho na mwalimu pia ambaye atawafundisha muziki, Padre Joseph Mahenge atakwenda seminari ya Mbalizi. Baada ya kuwa mlezi wao wa kiroho Padre Kapala amepangiwa kazi nyingine. Pia tunaongeza mtu mwingine wa kushughulikia masuala muhimu ya uendeshaji wa taasisi
sio darasani tu, kuna masuala mengine ya taasisi ile. Tunamwongeza pale Padri Samuel Njela, amehitimu kutoka chuo kikuu sasa hivi, kwa hiyo anaunga timu pale seminarini. Vile vile tunamwongeza Padri Deo Nzunda, ni mwalimu na yeye, padri mpya huyo umepata sasa. Wanafanana na wale waliopata wiki iliyopita. Kwa hiyo yeye ni mwalimu pia, kwa hiyo anaunganika pale. Sasa kituo chetu kitakuwa na mapadi 5. Naamini polepole kutakuwa na nguvu kubwa ya kulea upadre. Kwa hiyo Deo Nzunda, kituo chako ndio hicho, usianze kufikiria kama kuna nyingine inakuja. Ndio hiyo imetoka hiyo. Haya, sasa baada ya hawa watendaji wa seminari, maparoko wasaidizi. Parokia ya Iwiji aliyepo padri paroko msaidizi anaondoka pale, anakwenda Padri Obedi Lideje. Yupo mpya yuko hapa. Parokia ya Bwawa kwa sasa alikuwa paroko peke yake, sasa atapata msaidizi Padri Emmanuel Mwakapila. Alafu parokia ya Mwanjelwa panaonekana mapadi wengi, lakini wengi wanahangaika na masomo. Kwa hiyo huduma za parokiani haziendi vizuri sana. Kimsingi ni kama paroko yuko peke yake, wengine wana masomo, wengine wana taasisi. Kwa hiyo sasa tunaanza kufikiria kuweka msaidizi ambaye atapatikana kirahisi pale Mwanjelwa. Atakuwa Padre Henry Mwalienga ambaye ndio katibu wa jimbo, na atakuwa paroko msaidizi pale Mwanjelwa. Parokia Kamsamba, paroko msaidizi anapangiwa kazi nyingine, kwa hiyo anaenda Padre Francisco Msigwa, hadi mpya. Parokia ya Gua, aliyekuwa paroko msaidizi alipewa majukumu mengine, alibaki paroko peke yake, sasa ataenda pale Padri Emilian Mahinya Gua. Parokia ya Irambo, paroko msaidizi anatarajia kwenda masomoni, kwa hiyo atabadili pale Irambo Padri Fabiani Kanyala. Parokia Tukuyu, aliyekuwa paroko msaidizi anapangiwa kituo kingine, badala yake atakwenda Padre Claudi Mwamlima. Parokia Igurusi, aliyekuwa paroko msaidizi anapangiwa kituo kingine, badala yake anakwenda Padri David Mwamonje. Parokia Itaka, aliyekuwa paroko msaidizi anapangiwa kituo kingine, akapate mang'amuzi tofauti mahali pengine, pale anakwenda Padri Benjamin Nyanda. Parokia ya Lupa, baada ya kuwa paroko msaidizi ameondolewa pale badala yake atakwenda Padre Robert Ndidi. Parokia ya Butonga, alikuwa paroko peke yake, anapewa msaidizi Padre Erasmus Ezechuku. Parokia ya Songwe, yuko pale kaimu paroko, lakini kazi ni kubwa pia, atakuwepo paroko msaidizi. Yeye sio kaimu paroko msaidizi, yeye ni paroko msaidizi. Paroko hatujasema bado kwamba anakuwa paroko, anaendelea kukaimu, lakini yupo paroko msaidizi. Paroko msaidizi atakuwa Padri Anthony Makunde. Mnamfahamu? Amumfahamu? Naona mambo ya kukaa ugenini muda mrefu. Padri Makunde, naomba usimame baba wakufahamu. Aha, huyu hapo. Huyo ndio Padri Makunde. Ni padri wetu kwa miaka mingi, na alikuwa huko Amesea, ndio alikuwa katibu mkuu wa Amesea kwa miaka 8. Na kabla ya hapo alikuwa katibu mkuu Baraza la Maaskofu Katoliki tena kwa miaka mingi. Kwa hiyo ndio maana wengine wamfahamu. Anafahamika zaidi Mloo. Mloo ndo amekaa sana na Tukuyu au Kyela na Bwawa. Huko amewahi kukaa, sasa amerudi rasmi baada ya kumaliza muda wake wa uongozi
namweka pale Songwe apumzike kama paroko msaidizi kwanza. Kwa hiyo ana Songwe imepata nguvu ya ziada. Alafu parokia ya Mbalizi, paroko msaidizi atahama, badala yake anakwenda Padre Octavian Muhapa. Huyo ambaye ni wa habari atakuwa anaishi Mbalizi. Alafu padre aliyekuwa msaidizi kule Iwiji, Padre Vincent Mwantitu, anatarajiwa kuanza masomo pale KUOM, chuo kikuu cha Kikatoliki. Kwa hiyo ataishi Mwanjelwa na hivi atakuwa ni mmoja kati ya wasaidizi wa paroko wa Mwanjelwa. Parokia ya Mkurwe atakwenda paroko msaidizi atakwenda Padre Edmund Mgara. Paroko msaidizi aliyepo anapangiwa kazi nyingine. Sasa kwenye sekta ya maparoko, parokia ya Shewa alikuwa na kaimu pale Padri Dr. Nyoni, lakini anaelekea kupewa majukumu mengine kwenye chuo. Kwa hiyo paroko wa Shewa atakuwa Padri Stanislaus Simtoe. Alafu Ipinda alikuwa na kaimu Padri Raymond Kapala, sasa anakuwa rasmi paroko wa Ipinda. Luangwa alikuwa na kaimu Padri Isaya Mwakabanga, sasa anakuwa rasmi paroko wa Ruangwa. Ivuna, paroko wa Ivuna ameshakwenda masomoni, yuko Nairobi. Kwa hiyo nafasi yake paroko sasa, alikuwepo kaimu Padri Enrico Mwamwezi, sasa ni paroko rasmi wa Ivuna, Enrico Mwamwezi. Parokia Kapalala, baada ya paroko kukua mlezi wa kiroho seminari, sasa pale paroko atakuwa Padri Martin Mtasiwa. Padri James Sangu atahamia kuishi pale parokia ya Maziwa. Baadaye kuna mipango ikinyoka vizuri, basi tutamtangazia kazi yake maalum, lakini kwa kweli kwenye utafiti atahamia parokia ya Maziwa. Kwa sasa alikuwa anaishi Mwanjelwa, atahamia parokia ya Maziwa. Parokia ya Ipoka, baada ya paroko kuhamia Shewa, sasa paroko wa Ipoka atakuwa Padri Ezekiel Njeje, yuko njiani anakuja kutoka masomoni. Kwa hiyo atakuwa paroko pale. Kwa hiyo Padri Simtoe usiondoke kule paka Njeje aje. Sije kawaiwai kuondoka Ipoka. Paka Padri Njeje afike. Akikata kona huko